zaidi sana moyo wako uwe wazi kwa sababu ya neno lake Bwana, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Kukumbusha tu kwamba Mungu aliyekutunza na kulinda mpaka masaa haya na kupenda sana. Mawazo anayokuwazia ni mawazo mema, mipango ambayo Mungu akunayo juu ya maisha yako, mipango mema sana. Ndio maana uko hai siku ya leo. Tumaini yeye, tumikie yeye na ushikamane naye kila ufanyalo. Yale mabaya uyaepuke. Bila shaka utaona uzuri wake Bwana katika maisha yako, kwa sababu ya neno la Mungu lipo ili liweze kutuongoza, kutuelekeza na pia kutuonya kwa habari ya yale mambo yasiyofaa, ili sisi tunayotaka kuona msaada wa Mungu tuweze kuepuka yale mabaya na kuwashika yaliyo mema, na baadaye tuweze kuona msaada wa Mungu katika maisha yetu. Bwana, nakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Kwanza kabisa ningependa tumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo Mungu ametukirimia kuwa nazo. Tunapotukabili mbele za Bwana ili aendelee kututunza na kutulinda, atuepushe na yale mabaya, atukirimie neema ya kushuhudia yale mema ambayo ameyapanga kwa ajili ya siku ya leo. Na kwa imani yote yanawezekana. Kwa hivyo unaweza kuunganika pamoja nami tuweze kuomba, nawe pia unaweza kujiombea hapo ulipo tu, kampa Bwana hitaji lako. Mungu wa neema unaweza kusikiliza, kutendea, ukashuhudia wema wake Bwana. Zaburi 143 mstari wa 9 na mstari wa 10. Alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalms 145 verse number 10 and 11. Nifundishe kuyatenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu. Roho yako mwema aniongoze katika njia iliyo sawa. Bwana, uniponye kwa ajili ya jina lako. Kwa haki yako unitoe roho yangu taabuni. Jambo Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa milele, uliye mwanzo tena mwisho, uliyetegemea msaada wa karibu ngome imara. Asante Bwana kwa upendo wako na kwa wingi wa rehema zako. Asante kwa ustahimilivu na uvumilivu wako kwetu. Asante kutupa nafasi ya kuishi mpaka masaa haya Bwana. Asante kulinda mahali hapa, asante kuwalinda wasikilizaji. Na asante Bwana kwa maana unatuwazia mema na mipango yako pia ni mema. Sifa hizi zote ni zako kati ya juu. Unastahili, unatosha na unaweza Bwana. Nasi tunashuka chini ili ukazidi kuinuliwa. Tukikiria kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, na sisi bila wewe hatuwezi lolote. Bwana, tunajiweka mikononi mwako masaa na wakati huu. Uzidi kutulinda na kutuongoza, kutuepushia mikasa na mikosi yaliyokusudiwa kuturuhusimu kinyume nasi Bwana, ukatutenge nayo. Ukaudhibitishe mpango wako mwema maishani mwetu siku ya leo, na sifa zote zitakurudia Bwana. Mahali hapa napoweka mikononi mwako Jehova, ukatawala. Wote waliosemeka watawale Jehova, na kila shughuli ifanyikayo mahali hapa Bwana ukaitawala. Tunakataa mikasa, mikosi, mambo yetu mabaya, tunakemea pate kwa shingo katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kalinde watu wote. Ukazizi kunyosha mkono wako Bwana, ukaponya wagonjwa. Wale wadhaifu ukawatie nguvu, na waliopotea Bwana ukawarejesha katika njia. Maana mamlaka na nguvu zinawe Bwana. Yaliyofichika unayaona Bwana, ukasambaratisha mipango yote mibaya
njama za wachawi, waganga, washirikina, Illuminati, ndevosi, Bwana ukasambaratishe katika jina la Yesu. Ukathibitishe mpango wako mwema kwa kila maisha ya kila mmoja Bwana, na sifa na utukufu zitakurudia Jehova. Mahali tuna makosa utusamehe, ututakase na pia utubadilishe, maana wewe ndiye Mungu wa kweli na wa pekee. Tuendapo nasikia neno lako la siku ya leo Bwana Yesu, nikirimie kunena yapasao na yastahilio kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako naomba likambadilishe, likimfanya kuwa mwana katika ufalme. Kila roho ya kuzuia Injili, interruption zote za shetani, nakemea anga ya waganga na wachawi. Mamlaka yote ya punda Kristo na yapisha apate kushindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, jitukuze na ujidhihirishe, na sifa na utukufu zitakurudia Bwana. Tunapoendelea nyosha mkono wako Bwana Yesu, ishara na miujiza zikafanyike kwa jina lako Yesu Kristo, na sifa zote zitakurudia Bwana. Asante kwa maana umesikia na umetenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama na uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama na uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu anayeshirini jibu kwa wazi kuepusha na yale mabaya ambayo adui shetani ameyakusudia na kukirimia kuyaona yale mema ambayo Mungu amekusudia maishani mwako. Unapoishi na kila ufanyalo, fanya sana ukimtazama Mungu. Yale unajua ni mabaya, hata sasa nakusisitizia usiyatende. Ukiona ni baya liepuke. Gharama zile zozote liepuke. Sometimes sin has an offer, but the offer of sin, it has no benefit in our life. The offer of sin is just to ruin us and make us enemies of God. Mpendo jua ni baya liepuke. Hata kama linaonekana ni kama linaleta mema, liepuke. Usije ukawa adui wa Mungu, sababu adui wa Mungu hawataona mema. Duniani na mbinguni hawana makao. Usikubali, ninajua ni baya liepuke. Wala usiwafuate marafiki. Usisahau ya kwamba marafiki ni watu wa kuja na kwenda. Lakini Mungu alikuumba, amekupa uhai, tena yuko ndani yako. Tena utamkuta mbinguni siku ya hukumu. Hebu usifuate watu. Mfuate sana Mungu. Maandiko yanasema Ephesians 5:1. Be followers of God as beloved children. Tumfuate Mungu kama watoto wapendwa. Na kwa kweli sisi tulio hai leo tumependwa na Bwana. Maana ni mengi sana yametokea duniani, yamewaondoa wengine uhai, yamewacha wengine hali mahututi. Na sisi tunatembea, tunaongea na akili timamu. Tumependwa na Bwana. Sasa ni hasara sana kupendwa na Mungu na kutokumfuata Mungu aliyekupenda. Ni hasara sana. Ni hasara sana kupendwa na Mungu na kufuata dunia ambayo haikukupenda. Kufuatana na watu ambao upendo wao una mipaka. Wanadamu upendo wake una mipaka. Ukijikuta kwenye matatizo, kuna mahali mwanadamu hawezi fika. Hata kama mnapendana aje, hawezi kufika. Lakini Mungu hakuna mahali asipofika yeye. Mungu anafika kila mahali. Everywhere anafika yeye. Kwa hiyo usifuate watu. Follow God, and what is not right before the eyes of God, don't do it. Do what is right and pleasing to the Lord. Maana anasema tafuta kujua what is the will of God. Perfect will of God. Na atendaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Mungu akasema katika Zaburi 7 kwamba mtu anatenda mema atarithi nchi, lakini atendaye mabaya atakataliwa mbali, hataonekana. Tena kumbukumbu lake halitaonekana.
Usitende dhambi mzee, mama, kijana. Tenda yale ambayo yanampendeza Mungu. Yashike mapenzi yake Bwana. Kama una matatizo yanakuweka chini sana, usisahau ya kwamba sio ya kwanza kuteseka. Wako wengi walioteseka na walipomwekea Mungu matumaini, aligeuza mateso yakawa ni sehemu ya kutukuza Mungu. Kwa hiyo kwenye mateso yako usichukue shida yako kama sababu ya kumkosea Mungu au chanzo cha kumtenda Mungu dhambi. Pamoja na hitaji lile nalo, tumaini Bwana. Shika sana Mungu wako. Yatende yale ambayo yanampendeza. Yatende yale ambayo yanafaa mbele za uso wake. Yale yasiyofaa usiyatende. Na bila shaka Mungu anasema when the good time comes, God will exalt you, will lift you. Atakuinua. Kwa nini? Kwa sababu anasema yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Shughulika sana. Kama ni hasara tena Mungu anaposhughulika bila atakusaidia. Na wewe unatenda dhambi. Na wewe unafanya uovu, ni hasara sana. Na kumfanya Mungu mwenye upendo kuwa Mungu wa hasira. Na kumfanya Mungu ambaye ana mpango mwema anageuza mpango wake. Bila aligeuza siku za wana wa Israeli. Alikuwa yeye anapanga vile wanaingia Kanaani wamiliki. Lakini wao jangwani wanapanga vile watamaliza Musa. Tena warudi Misri. Sasa Mungu akaangalia, Maria akasema hapa hawataingia kwenye raha yake. Watu ambao Mungu alisema I am heard their cry. Unasikia kile? Na nitawapea nchi tulikaa maziwa na asali. Lakini sasa Mungu anapoendelea kuandaa maziwa na asali, na wao sasa wakakuwa wanafanya yasiyofaa. Mzee angalia sana, mama angalia sana, kijana unayefanya naye sikiliza sauti, angalia sana ufanyayo. Mungu anashughulika vile utakaa salama, na wewe shughulika vile utampendeza. Shughulika vile utatenda yale ambayo anafaa mbele za Bwana. Kwenye hali zote, kwenye environment yoyote, mbele za mtu yeyote, fanya yale ambayo anampendeza Mungu, because he cares for you. And when his due time comes, he will help you. Sababu ni Mungu wa huruma. Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Mwamini mwana ana uzima wa milele. Si mwamini mwana ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kama unanisikiliza na wewe bado hujaokoka kwa upendo mbaya sana, mpe Yesu nafasi awe Bwana na Mwokozi wako. Nikusikia kuamini na kukiri unapata wokovu. Sijui kwa nini hujaokoka. Na nikusikia kuamini na kukiri Yesu unapata wokovu. Sasa sijui kwa nini mzee hujakubali kuokoka. Sijui kwa nini mama hujakubali kumwamini Yesu pate wokovu. Ndio hali nataka kuona msaada wa Mungu. Hamna mema nje ya wokovu. Hamna ushindi nje ya wokovu. Baba alimpenda mwana akampa mwana vitu vyote. Ukimkataa Yesu Kristo hana kitu, uko zero. Kwa maana Yesu anasema pasipo yeye hatuwezi lolote, kwa sababu yeye ndiye akona kila kitu. Anasema mimi ndiye mlango, Yohana 10. I am the door. Anayeingia kwangu anaokoka. Alafu atakuwa anaingia anatoka na malisho. Kwa hivyo wewe ukimkataa Yesu ni kama mtu aliye ndani ya nyumba ambayo ina mlango. Zina isolation rooms. Za wale watu wafanya makosa makubwa. Wanawekwa ndani ya mahali hamna mlango wa kutokea. Kumkataa Yesu unafananishwa na mtu ambaye kwenye nyumba ambaye haina mlango. Giza tu. Asiyemwamini Yesu ametembea giza. Wala nuru ya uzima haimo ndani yake. Lakini anayemkubali Yesu anatembea nuruni. Tena ile nuru ya uzima ndio hai wake. Mpe Yesu nafasi awe Bwana na Mwokozi wako. And you will never regret in life. If there is any choice in this life that we can make and never regret, is the choice of following Jesus. Any other choice you make in life at the wrong one, you will always regret. Lakini kumfuata Yesu ni chaguo ambalo you can never and will never regret. Because Jesus is joy and he has joy unspeakable. Na yeye ndiye hope of glory. Ukimfuata Yesu hakuna siku utajuta.
Kila siku itakuwa kama asubuhi kwako. Nasikia hayo. Kirudi katika somo. Kwa nini watu wanateseka? Mateso yanaingia maishani kwa nini? Pale kitabu cha Yeremia. Tunaona tunaona kwamba Mungu anapeana neno lake. Anapeana neno lake anataka watu wasikie. Wakisikia anataka watu waache mabali, waache njia mbaya. Ili yeye aweze kuwajenga wala si kuwabomoa. Lakini watu wakisikia neno la Bwana na waendelee tu kufanya mambo yao yasiyofaa, waendelee tu kutenda matendo yao yasiyofaa, basi Mungu akawa anasema atawaangamiza na kuwaua watu kama hao. Kwa mateso patikana kwa sababu watu husikia maneno ya Mungu lakini wakakosa kuchukua hatua. They listen to the word of God and they don't take any precaution. They don't make any choice. Wanabaki tu ni hao. Basi hapa ndipo watu wao wanang'olewa na Bwana. Wanatolewa sehemu ya ushindi. Wanawekwa sehemu ya maangamizi na mateso. Wanawekwa sehemu ya milio. Sikubali kwa mmoja wao mpendwa. Unaposikia neno la Mungu, kubali kubadilika. Kubali kulifuata na kuliiga hilo neno la Mungu unalosikia. Mungu naye anaahidi ya kwamba hautaolewa, bali utajenga. Lakini ukisikia neno la Mungu na wewe ukosa kubadilika, ukiona kwa habari ya miungu unaendelea kufanya kubaba miungu, ukiona kwa habari ya tabia fulani na mienendo fulani unazidisha tu, don't show any change, even the eagerness to change. Hapo ndipo sasa Mungu anamuondokea mtu. Alimwambia mfalme Asa, "Takao mmoja nanyi mkiwa mmoja nami. Mkinitafuta mtaniona, lakini mkiniacha mimi nitawacha." Sasa ni vizuri kujiuliza ni maneno ya Mungu mangapi umeyasikia? Na yamekuzungumzia kabisa. Lakini haijachukua hatua ya kubadilika. Lakini unatamani sana kuona msaada wake Bwana kwenye maisha yako ya kijumla, na pia unatamani sana siku moja uwe miongoni mwa wale wataulizi uzima wa milele. Na kuna mambo umesikia kabisa kwa neno la Mungu yakitajwa kwamba haya hayafanyi, na wewe hujachukua hatua ya kubadilika. Basi wewe hiyo ndio chanzo cha wewe kuteseka. Kusikia maneno ya Mungu na kukosa kubadilika kunaleta mateso maisha. Kunamsababisha Mungu aliyetuumba kwa upendo akasema he knew us even before we were formed in our mother's womb. Lakini tunapokosa kusikiliza mafundisho ya Bwana na kugeuka kwa hayo. Mbona mtu anaitwa Ayubu alipokuwa ama Mungu alipokuwa anazungumza kupitia kitabu cha Ayubu, akawa anamwambia watu wapokee mafundisho yatokayo kinywani mwake, na wakipokea akasema hivi. Ayubu 22:22 anasema hivi. Ayubu 22:22. Yapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Ukimrudia Mwenyezi utajengwa, ukiondoa udhalimu mbali na hema yako. Kwa maneno ya Mungu yanakuja ili sisi tuweze kuyapokea na tuyaweke moyoni, na kupitia kwa haya tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Na anasema kwa hiyo njia tutapata kujengwa. Kwa hiyo unapokosa kubadilika kwa kusikia neno la Bwana, hiyo ndio sababu ya wewe kuteseka. Lakini unaposikia neno la Mungu na wewe unayapokea mafundisho hayo, unaweka ndani ya moyo wako, unaenda unamrudia Bwana kwa hayo, that is how you receive help from God. Sasa kama kunayo unayasikia
Kutokana na Mungu aliyekuumba ambao unataka kusaidia na wewe umeyapuuza, uelewa kwamba you can never see the will of God outside the word of God. There is nobody who saw the will of God without the word. Kila aliyesaidiwa na Mungu kwanza alitumaniwa neno. Hata Mungu aliposikia kilio cha Waisraeli kwanza alitumana neno kwao. Na wengi walikosa kusikia neno la Mungu. Na wengi walikufia jangwani kinyume cha mapenzi ya Bwana. Maana anasema Ibrania ni kwamba hawakulichanganya neno na ile imani ilikuwa ndani yao. Hawakuchanganya. Kwa hiyo Mungu alitumana neno. Ndio alitaka wasikie, walipokee na wamtumikie kwa ile neno ndipo wafike Kana. Lakini wao walifika mahali they never mixed the word with the faith that was in them. Sasa Mungu akawatenga na baraka. Akawaekelea mapigo ambayo Mungu hakuwafikiria. Sometimes we force God to make us suffer when he has never created us to suffer by neglecting his word and living outside the word of God. Tunasababisha Mungu ambaye hakutuumba kututeseke. Wala maandiko yanasema haikuwa ingia moyoni mwake kututesa sisi binadamu. Lakini kwa sababu ya kuishi nje ya neno la Bwana, na wala tunapofundishwa hatuchukui hatua ya kumrudia Mwenyezi kupitia kwa yale maneno yake tumeyasikia. Sasa hapo ndipo unakuta kwamba we force the loving God to act wrath and anger on us. Sikubali kwa mmoja wao. Ngine pale Yeremia pale 13, sikiza maneno haya. Neno kubwa ni kutubu na kubadilika. That is the main aim of the gospel, is to repent and change. Yeremia 13 mstari wa kwanza, Mungu anasema, Bwana akaniambia hivi, nenda ukajinunulie kitambaa cha kitani ukajifunge kiunoni, usikitie majini. Basi nikanunua kitambaa cha kitani sawa sawa neno la Bwana, nikajivika viunoni. Neno la Bwana likaniambia, nikanijia mara ya pili kusema, toa kitambaa kile ulichonunua kilicho kiunoni mwako, kisha ondoka nenda mpaka mto Frati, ukaufiche huko katika pango la jabali. Basi nikaenda nikafika karibu na mto Frati kama Bwana alivyoniamuru. Hata ikawa baada ya siku nyingi, Bwana akaniambia, ondoka nenda mpaka mto Frati, ukakitoa kile kitambaa nilichokuamuru ukificha huko. Ndipo nikaenda mpaka mto Frati, nikachimba, nikakitoa kile kitambaa katika mahali pale nilipokificha. Natazama kitambaa kilikuwa kimeharibika, hakikufaa tena kwa lolote. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, Bwana asema hivi, jinsi hiyo nitakiharibu kiburi cha Yuda na kiburi kikuu cha Yerusalemu. Watu hao waovu wanaokataa kusikiliza maneno yao, wanaokwenda kwa ushupavu wa mioyo yao na kufuata miungu mingine ili kuitumikia na kuiabudu, watakuwa hali moja na kitambaa hiki kisichofaa kwa lolote. Maana kama vile mshipi unavyoshikamana na kiuno cha mtu, ndivyo nashikamanisha nami nyumba ya Israeli, nyumba ya Mungu, asema Bwana. Watakuwa watu wangu mimi, na jina na sifa na utukufu, lakini hawakutaka kusikia. Anafanya sifa, utukufu na jina, lakini anasema hawakutaka kunisikia. Hasara kubwa. Mungu akiwa anatutakia atufanye kuwa jina, anatakia atufanye kuwa sifa na utukufu, lakini anasema watu hawataki kumsikiliza. Nikabidi Mungu atengeneze mfano ili aonyeshe watu mfano wa vile kuna madhara ya kutokumsikiliza Bwana.
haya yote Mungu anayafanya ili ya kwamba wanadamu aweze kubadilika. Hii yote ya kumtuma Yeremia akanunua kitambaa mara akakichimbia kwa mto tena akaenda akakichukue, ilikuwa tu ni kusababisha mwanadamu aweze kuwa na dhamira za kubadilika, yaani kufufua dhamira za mwanadamu. Kuna mambo fulani Mungu hufanya maishani au mbele ya macho yetu, yote haya huyo anayafanya ili ya kwamba na sisi tuweze kugeuka kwa haraka. Unaweza kushuhudia hata ajali kwa macho yako. Lengo la Mungu ni kwamba kutrigger your heart that you can depend on Jesus. Unaweza kushuhudia hata kifo kwa macho yako mwenyewe, lakini lengo la Mungu ni kwamba uweze kuingiwa na hofu ya Bwana, ili kama kwamba unayafanya yasiyofaa uweze kuacha. Lakini kwa asilimia kubwa bado tukishuhudia mambo mazito magumu fulani, uharibifu fulani kwenye macho yetu. Mungu anatarajia when the next time when the gospel will be preached to us, we will listen. Anakuta hata atusikilize. Wakati mwingine huwa unagonjeka unapona, Mungu anafikiria sasa when you will listen to the gospel utasikiliza na utabadilika. Lakini anakuta hata kama uligonjeka ukapona, tena wewe ndio wa kwanza kusema injili ni kelele. Ndio kwanza kusema wahubiri wanataka pesa tu. Na Mungu amekupigishia mahali fulani akifikiria huyu akitoka hapo, yani kiburi kitakuwa kimeisha, atakuwa mnyenyekevu sana, maneno yangu atayasikiliza, ili nimfanye kuwa jina, sifa na utukufu. Lakini anaambia Yeremia watu ambao anawashikamanisha na yeye. Anawashikamanisha maana yake kwamba ni watu ambao wamewahi kuona msaada wa Bwana. Binadamu ambaye anaishi siku ya leo kuanzia rais mpaka mimi na wewe, kila mwanadamu kuna mahali anakumbuka anasema kama si Mungu usingetoboa. Lakini baada ya kusema kama si Mungu, bado sigara kwa mdomo haitoki. Baada ya kusema kama si Mungu, bado changanya hatuachi. Baada ya kukumbuka unasema kama si Mungu, mavazi mabaya hatuachi, nazidi kuyabaharia. Tunakuwa tuna ushuhuda wa uongo, tuna ushuhuda wa utendakazi wa Bwana. Biashara za magendo hatuondoki, kadhalika kazi hatukaachi, lakini midomo yetu inashuhudia wema wa Bwana. Inashuhudia kuna siku ambayo kama sio Mungu wengine tungelikufa. Lakini kabla potovu vita ukabili na chuki na kutokusamea, hilo ni sehemu yetu, na ili hali tumeshaona msaada wa Bwana. Yani ni watu Mungu amewashikamanisha na yeye. They have seen the power of God. They have seen the goodness of God. Hata vinywa vyao vinashuhudia kwamba hapo kama si Mungu singeweza. Lakini pamoja na hayo bado ni watu ambao Mungu anasema hata kama niliwashikamanisha na mimi. Anatambia amestaji hapa akasema ni watu ambao bado walikuwa waovu. Ni hasara sana mpendo. Tunateseka kwa sababu Mungu kuna wakati anatushikamanisha na yeye, anatutendea mema, anatukaribisha karibu na yeye. Unakuwa na shida, unaenda kanisani, unaombea tu, unapata msaada. Mungu anafikiria huyu mtu sasa atageuka. Anakuta ule wevi wako hujauacha, hata kama uliombea ukaona Mungu, bado uliendelea kufanya mabaya. Unazidisha uovu. Ni hasara wapendwa kushikamanisha na Mungu kwa mtu wake, na wewe unaendeleza uovu, unaendeleza mambo yasiyompendeza Mungu. Mungu anasema maisha ya watu kama hao watafananishwa na kitambaa kilichochimbiwa mchangani na kikaharibika, na ikawa hakiwezi kutumika tena kwa lolote. So whenever Mungu anakusaidia na wewe unamtenda mabaya, you will reach a place whereby wanasema wazungu you are good for nothing. Yani wanasema hawatafaa kitu chochote, hawatafaa. Kwa sababu ni watu ambao nimejaribu kuwashikamanisha na mimi, lakini sasa nikiwapa maneno hawasikii. Ni mangapi wewe umeona ya Mungu
Ni mara ngapi umeombewa na Mungu akatenda? Mara ngapi mpendwa, hata wewe umemwomba Mungu na akasikia na akatenda? Mara ngapi umekwama na muujiza ukatendeka, ukajikuta mambo imetendeka kimuujiza? Na sasa mbona hujawacha dhambi? Mbona hata Mungu hutaki kumtumikia? Hata kanisa umekataa kwenda. Na uliombewa kanisani ukapata ndoa. Uliombewa kanisani ukapata kazi. Uliombewa kanisani ukapona. Na kanisa lenyewe hata kuenda uende. Mungu anakuambia wewe, kitambaa hakiharibiki haraka. Hata Yeremia amesema alipopewa habari ya kununua kitambaa na kukichimbia kwenye mto, kilichukua siku nyingi sana na kikaharibika. Hata kama Mungu anaweza ukani kama haoni, lakini mpendwa, kila tendo baya utakuja kulipia. Basi mwana na kumtenda Mungu maovu ambaye ametupenda na kutusaidia, mpendo, lazima mtu atateseka. Mungu hawezi kusaidia na wewe uache tu hivyo, wewe tu kufanya maovu, uishi bila kicho chake na hofu yake, alafu ukazani ya kwamba kutaonekana ushindi maishani. Haiwezekani wapendwa. Nimesema kufikiria itakuwaje Mungu anishikamanisha na yeye na mimi nikataa kumsikiliza. I have the testimony of God. Wengine tulilazwa hospitalini kwa neema tukapona, tuna ushuhuda. Kuna watu waliumwa na kichwa tukawauma karibu wakufe, neema ikashuka wakapona. Lakini ndio wale watu ambao maneno ya Mungu wanayakataa. Yaani dunia hii wanaopenda sana na Mungu ndio wanamuasi sana huyo Mungu tena. Watu ambao Mungu anawapenda sana mpaka anawafanyia mambo ya ajabu, ndio watu hao tu wanamuasi. Hata Kristo Yesu alipokuwa duniani, ile miji alifanya miujiza mpaka alifika mahali akaililia sana ile miji. Yaani ile miji tu ambayo alifanyia miujiza mikubwa, ati ndio miji ambayo bado walimkataa, bado walionekana hawamtaki Yesu Kristo, na ni miji ambayo waliona miujiza, lakini walionekana the same people ambao hata habari za wokovu walisikika ni kama hizo ni habari hawana haja nazo. Na ni miji ambayo yani miujiza ilifanyika, na sio miujiza hivi tu, yani miujiza mikubwa. Mpaka Yesu siku moja akazungumza akasema ile miujiza waliona, kuna watu wengine wangeona hiyo wangepagwa asubuhi na mapema. Lakini ikaonekana watu hao waliokuwa wamesaidiwa na Yesu, the same people, ndio haya tu walionekana hata hawana haja na Yesu, walionekana hata hawashughuliki. Inawezekana wewe ni mmoja wao. Mungu amekushikamanisha na yeye akakusaidia kwa njia fulani, akakusaidia kwa hali fulani ngumu fulani, tatizo fulani akakutatulia, lakini bado wewe unaonekana ni kama hata huyo Mungu mwenyewe una shughuli naye. Sikiliza nikusomea habari za Yesu alivyosema hapa. Marko 10, chapter number 10 verse number 13. Wale watu Korazini, wale watu wa Bethsaida, wakuwa kama miujiza hiyo iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangetubu tangu hapo, huku wakikaa katika nguo za magunia na majivu. Kuna mji unaitwa Korazini na mji unaitwa Bethsaida, ambapo miujiza ilifanyika ya hali ya juu sana. Kumbe ile miujiza ilikuwa inafanyika, the main aim was for the people to repent. Lakini ikaonekana hawa watu, they have never taken any step of repenting. Mpaka Yesu akawaambia ole Korazini na Bethsaida, akawaambia ile miujiza ilifanyika kwenu ingefanyika Sidoni na Tiro, wangetubu asubuhi, wangetubu. They could have repented. Mungu anatushikamanisha na yeye, anatusaidia kwa njia fulani, tunabaki na ushuhuda wa Mungu kutusaidia, lakini nakuta kwamba we don't repent of us. Mungu mwenyewe tunamstenda maovu,
Tena tunakuwa watu ambao hawana shughuli na huyo Mungu. Sasa Mungu anapeana tahadhari, anasema watu kama hao ambao waliona miujiza yake na wakataa kumtumikia, waliona miujiza yake na wamekataa kutubu, si muda mrefu, hata kama itachukua siku nyingi, lakini watafananishwa na kitambaa ambacho kimeharibika na hakiwezi kutumika kwa lolote. Hakiwezi. Unajua kitambaa ukikichimbia chini, ukienda kukitoa kinakatika tu vipande. Hivyo ndivyo maisha ya mtu ambaye Mungu anamsaidia na yeye anakataa Mungu. Atakuwa maisha yake atakuwa good for nothing. Hafai kwa lolote. Usiambiwe Mungu anapokushikamanisha na yeye, na wewe pia unaamua kuambatana na Mungu. Sio Mungu anakushikamanisha na yeye na unaambatana na ulevi, unaambatana na uzinzi, unaambatana na miungu, unaenda kwa waganga, wachawi. Na Mungu kuna mahali amekushikamanisha na yeye, akakufanyia muujiza mpaka unabaki na ushuhuda, lakini baada wewe Mungu unamwacha, unaendea mganga ambaye hana msaada, unaendea mchawi ambaye hana chochote, unajisalimisha kwa shetani ambaye alifukuzwa mbinguni, tena makao hana. Mungu akamuuliza shetani siku za aibu, umetoka wapi? Sema nimetoka kulandalanda duniani. Hapo alipopata ufunuo akasema shetani anazungukanga tu, hana nyumba, hana makao. Alafu unamwacha Mungu ambaye anasema amekea mbinguni, ameweka miguu duniani. Unamwacha huyo. Hata unajiita Illuminati, kaajenti ka shetani. Shetani ambaye ana nyumba, hana makao, hana chochote. Tena amefungwa na minyororo. Anangojea kutupwa jehanamu akiwa mwisho. Alafu wewe unajiita ajenti wa shetani. Upotea njia mbele. Unarudia Mungu na kufanya kazi ya bure, haina malipo. Hakuna mtu anaweza kutoa kafara na akaya na amani. Hakuna. Na ile umetoa kafara ndio na wewe pia utatolewa kafara. Zaidi. Na kuna Mungu ambaye alituweka tumboni miezi 9 tukazaliwa, akatutunza, akatulinda, akatulea, akatulisha mpaka tumefika hapa. Ni sana tukikuwa waovu mbele zake, itakuwa ni ole. Maana ile ole ni kilia ambacho hata maombi hawezi ondoa. Wanakuambia there are problems in life that prayers cannot take them away. No matter how you pray, no matter how they pray for you, kuna shida ambazo maombi hawezi ondoa. Wakati Mungu anakusaidia na wewe unamtenda dhambi, anakusaidia tena unamtenda dhambi, basi atakupata mabaya, hata uombewe hawezi kusaidia. Hawezi. Baba anasema ole. Kwa hivyo ni vizuri mpende tu uangalifu. Wote uangalifu. Yale mambo tuna Mungu anatusaidia kwayo, na sisi tuambatane na Mungu. Tutembee kwa njia zake. Yale ambayo anakataa na sisi tuyakatae kwa sababu ametusaidia. Ni sana mtu aliyekusaidia na wewe unamkosea. Inaonyesha hiyo kiburi cha hali ya juu sana, na ujuaji wa hali ya juu sana. Kusaidiwa na mtu na tena kumkosea mtu aliyekusaidia ni kujiletea mapigo ambayo hayatawahi kuwa na mwisho. Sasa Mungu anapotusaidia na sisi tunamkosea, anatuvumilia na tunaendelea. Akaambia Yeremia, nataka nikuonyeshe vile nitawafanyia watu. Akamwambia Yeremia kitambaa akichimbia kwa mto. Baada ya siku kadhaa aenda akitoa, aona vile kinafanana, hakiwezi kusaidia watu wote. Akasema hivyo ndivyo nitakanafanyia hawa watu ambao Mungu anasema niliwashikamanisha na mimi. And I wanted to give them a name, make them of praise and honor, but they never listen to me. Lakini anasema walikuwa watu waovu wanaokataa kusikiliza maneno yangu.
ni hasara sana. Watu wanakuwa ovu na ni watu wa Mungu amewasaidia, na tena wanakataa maneno ya Mungu aliyewasaidia. Sio hichi ni kiburi cha hali ya juu sana, kukataa maneno ya Mungu aliyekusaidia. Unayakataa. Ukiambia Mungu hataki hiki, unasema hiyo hapana. Yeye ni kunihukumu. Na huyo Mungu ndiye alikusaidia, lakini maneno yake unayakataa, unasema ni kuhukumu, si hukumu. Tuko kizazi ambacho wakati neno la Mungu linatuonya tunasema ni kuhukumiwa na hukumiwa. Lakini neno la Mungu likituambia nitakubariki mjini na mashambani, ndio unasema amina. Lakini mara naambiwa Mungu amekataza hii, nasema hiyo ni kunihukumu, si hukumu, sijoka hukumiwa. Hiyo inaitwa amesema ushupavu wa moyo. Nasema wanaokataa kusikia maneno yangu wanakwenda kwa ushupavu wa mioyo yao. Wanaenda kwa ushupavu wa mioyo yao. My life, my style. Isini hukumu, Mungu ndiye anahukumu. Ushupavu wa moyo. Unapotajira kosa na unasema usihukumiwe, umekuwa na ushupavu wa moyo. Hapa tuliona chapter 10 ya kwamba Mungu anasema watu wamekuwa kama simba wanaguruma msituni. Mungu akiongea na wanaongea. Usidewa kwa mvinyo, nasema hata Yesu alitengeneza pombe Galilaya wakakunywa. Kuuliza walinea wangapi? Na ile pombe unakunywa mbona unatoa machozi? Kama unasema Yesu alitengeneza pombe, kwa nini mkuu wa sheria alisema ni tamu? Wewe tangu usaliwe umeshaiona pombe ikiwa tamu? Hata mwenye anaikunywa anakunya macho ni kama anadungwa sindano ya malaria. Ushupavu wa moyo ndio unafanya watu ambao Mungu anawasaidia, there is a voices above God's voice. Na maneno ya Mungu wanayatupa mbali na wao. Sasa Mungu anasema wanajiweka mahali ambapo hawatafaa kwa lolote. Hawatafaa kwa lolote. Na akamuuliza Isaya, wewe unani umjibie Mungu kitu kilichoumbwa? Kamwambia yeye alichokiumba hakuniumba vizuri. Akauliza. Lakini ndivyo tulivyo sisi. Mungu akiweka sheria na sisi tunaweka zetu. Kile Mungu amesema ni dhambi, we are trying to mold it and justify it and create it grace. Maana sio kosa, sasa ni neema tu. Ni neema itakayotuingiza. Tumesahau maandiko yameshaweka wazi hiyo neema pia inatufundisha. Neema haikuja tu tukae tu tuende mbinguni tuende Mungu. Pia neema hiyo imekuja kutufundisha. Lakini wengi ambao Mungu anawasaidia ili washikamane na yeye, wapatane na yeye, lakini wale watu tu wamegeuka huyo Mungu, wanakataa maneno yake, wanakuwa na ushupavu wa moyo, halafu wanaongezea jina neema. Ni kwa neema. Tena wanakoti Efeso 2. Hakuna mtu aliyeokoka kwa matendo yake mazuri. Kuokoka ni kipawa tu. Ni gift. Hakuna matendo. Kuokoka ni gift. Ni kwa neema tu. Mungu anaangalia moyo. Lakini ni watu wanasoma Biblia nusu. Tuliokolewa kwa neema, lakini hatukai kwa wokovu kwa neema. Tunakaa kwa wokovu kwa kudumisha matendo mema, si kwa neema. Tunasemekana waokovu kwa sababu ya kudumisha matendo mema. Na mbinguni hatuingii kwa neema. Tunaokoka kwa neema, lakini mbinguni tunaingia kwa utakatifu, si kwa neema. You are saved by grace to do the works of God, not just to say yes. Ni kwa neema. Tuendelea kuvaa mavazi ya kikahaba, kutenda maovu, kwenda kwa nyumba za uzinzi,
Na nasema tunakunywa kidogo, lakini asituleni, ni kwa neema tu. Mbinguni hatuingii kwa matendo, tunaingia kwa neema. Uongo wako mpendwa, tunaingia mbinguni kwa matendo. Ndio maana kuna siku ya hukumu. Revelation 20 Biblia inasema kitabu kitafunguliwa na watu watahukumiwa kulingana na vile walitenda. Na kudanganya watu mbinguni hatuingii kwa matendo, nabii wa uongo, mwana wa shetani. Hilo ndio linafanya wale watu tu Mungu amewashikamanisha na yeye ndio wanakataa maneno ya Mungu wao. Ndio wanainuka na ushupavu wa moyo. They don't want a Christian life that is regulated. Wanataka Ukristo ambao hauna regulations. You live the way you want, but you say it is grace. Unachukua dhambi, unaivalisha nguo ya neema. Unasema sasa tunaenda kwa Mungu. Mungu anasema kwa sababu hiyo maisha yetu yatafanana na kitambaa ambacho kimeharibika na kifai kwa lolote. Maisha tunayaharibu kwa sababu Mungu anatushikamanisha na yeye na sisi tunajitoa kwake. Na tukishajitoa kwake tunakuwa waovu. Na tukikuwa waovu, look at how God is loving. When you become wicked, He cannot punish you unless He sends His word. Lakini pamoja na sisi kuonekana tunapendwa na Mungu, baada ya kumwondokea Kaini ameenda ameua, akirudi Mungu anamkwaza. Mungu amempa maonyo, Kaini akaenda akaua, akirudi Mungu anamuulizia, Kaini anajibu vibaya, akapigwa na laana. Sauli anapewa mwongozo wa Bwana, anafika Amaleki, anatumia akili, anaweza kutumia Mungu. Akitumia akili anarudi akiwa amekosea. Mungu bado ni wa upendo na huruma, si mwepesi wa hasira. Anatuma Samueli aenda akamuuliza Sauli, what have you done? Sauli anakuwa na ushupavu wa moyo, anasema mimi nilitii, sijakosea. Anauliza mara kama 3, what have you done? Paka anapewa evidence, nasikia sauti ya kondoo. Sauli anasisitiza, mimi nilifanya vile niliambiwa. Basi Mungu anamtupa Sauli, anakuwa good for nothing. Paka mtu ambaye alishawahi toa unabii anakufia kwa mganga. Sauli ambaye alichaguliwa kimiujiza anakufia kwa nyumba ya mganga, kwa sababu Mungu anashikamana na sisi na sisi tunakataa kuambatana na yeye. Anatushikamanisha na yeye na sisi tunajitenga, tunaenda kufanya mambo yasiyofaa. Tukishafanya hata akituita tunakataa maneno yake. Na zaidi sana tunakuwa na ushupavu wa moyo kabisa. Tunaanza kuishi maisha kijetu. Tunabaki na Mungu wa maneno, lakini tumemvaa shetani. Tunampenda shetani, tunampendeza shetani, lakini Mungu tunabaki naye kwa maneno. Watu wengi wanabaki na Mungu kwa maneno yao, lakini vitendo vyao havifai kabisa mbele za Mungu. Maisha yanaisha hayaendi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Yesu anasema wananiheshimu kwa mdomo, tena wananiabudu bure, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Au nakasema wanatii uchaji wa Mungu, lakini wanamkana kwa matendo yao. Tena hawafai kabisa watu wao. Mtu wa Mungu, kwa nini Mungu akupenda hivi mpaka akusaidia kwa hali fulani, kwa njia fulani, na wewe unakosa kufuatana na Mungu? Unafuata ushupavu wa moyo wako, unaenda kwa ile njia inakupendeza wewe. Na Mungu anakupenda sana, anakutumia neno la kukuonya na kukurekebisha ili angalau usiingie maisha ya uharibifu. Baada unakataa, unakuwa na ule ushupavu wa moyo, unasema maisha ni yako. Mwingine anasema pasha, hubiri upendo wa Yesu, si hukumu watu. Ushupavu wa moyo. Lakini si muda mrefu Kaini alijifanya anajua kuongea. Masali laaniwa, alionekana akilia, akiambia Mungu hili zito.
punguza kidogo, lakini Mungu akusikia. Wale mnakataa wokovu, kuna siku utautaka wokovu. Nani leo unakataa kuombea wokovu? Kuna siku utakuwa mahali utajiombea wokovu, lakini wapi? Mungu atakuwa anakataa. Leo unaambia mambo ya wokovu, nasema wokovu ni watu wajinga. Taruka nikizeeka nioke niachie nani la usipangwa moyo. Umesahau ile siku uligonjeka kapona kwa neema. Nasema utakuwa ukiwa umezeeka, kwanza ni kuponda la ushupavu wa moyo. Mungu anasema watu kama hao watajikuta bahari pa uharibifu na hawatawahi tengenezeka tena. Kuna watu wako hospitali saa hii, hata waombewe they cannot be healed, kwa sababu they have trampled upon the blood of Jesus. Mungu amewasaidia sana, amewaita sana, amejaribu njia zote, wakaonekana wako na roho kama ya Kaini. Sasa saa hii wamejikuta wanapata the consequences of their sins. Sasa hii wanalia, wengine hata wamenunua Biblia wanajiombea, wanailalia Biblia, wanaiweka kifuani, wanaita Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu usiniache, nikitoka hapa nitakutumikia, nitakuwa pastor. Lakini Mungu anasema too late. Too late. Kumbuka Biblia aliambia Yeremia, usiwaombee watu, acha neno. Let them. Angalia sana uishi. Mungu anakupenda sana, amekusaidia sana. Kwa nini utaki kumtumikia? Kwa nini unamwasi Mungu mpendwa? Mbona unafuata watu na Mungu ndiye amekulinda? Unafuata mabeshte, unaanza kufanya kama wao, unaanza tabia za mabeshte. Juzi ulikuwa si mlevi, sasa wana umekuwa mlevi kweli kweli. Juzi ulikuwa mwanamke wa heshima, unaona kizarau, karibu unatembea uchi barabarani kwa sababu ya kufuata marafiki na kumwacha Mungu ambaye amekutoa katikati ya mazito mengi, amekutendea mazuri mengi, lakini unafuata watu. Ulikuwa mtu Munguana, sasa hivi umejaa matukano kweli kweli. Kidogo tu umetusiana, matusi tena mazito mazito bila aibu yote. Na juzi ulikuwa mtu tu mzuri Munguana, mtulivu. Sasa umefuatana na marafiki, unaenda tabia potofu. Ni wakati wa kutubu mpendwa, kabla siku zifike ambapo tutakuwa hatufai kwa lolote. Na tutamsihi sana Mungu, tutamulilia sana, tutamwinga sana, tukimwambia Bwana tupe nafasi nyingine. Lakini atakuwa anasema nimekupa muda wa kutosha. Mungu anasema kitabu cha Ufunuo Yohana kwamba Mungu anasema nimempa Yezebeli muda wa kutosha atabia uzinzi wake na uchawi wake, lakini hajakubali. Kasema sasa nitamlipia. Mtu wa Mungu, angalia sana unavyoishi. Mungu anakupa muda wa kutubu. Mungu anakupa nafasi ya kubadilika. Unaposikia maneno haya sio kwa ubaya, lakini ni Mungu anakupenda sana, ndio anasababisha unasikia neno kama hili, ili uweze kujiuliza, inawezekana mimi ni kama mmoja wa watu kama hao ambao wamesaidiwa na Mungu na bado wanamkosoa Mungu? Naweza kuwa mmoja wa watu kama hao ambao Mungu amewatendea makuu, lakini wao wanaishi kwa njia potofu, wanaishi kwa njia mbaya, wanaenenda kwa matendo mabaya. Kwa nini nijiharibie maisha mwenyewe? When we sin against God, we are the devils of our life. But soon we will blame the devil, but we will be the devil of our life. Kwa sababu ya kuishi nje ya mapenzi ya Bwana, kuishi mbali na mapenzi ya Mungu. Ni vizuri mpendwa, kumbuka vile Mungu amekusaidia. Kumbuka ile siku ulikuwa umegonjeka,
Wengine hata walikuwa jela wananisikiliza. Na ikaonekana hakuna msaada. Nobody comes for them. But the grace of God spoke. Wakatoka bila kulipa kitu. Mungu atumikilia when they are out, they will serve me. Lakini ilikuwa mwaga mwezi mmoja. Mwezi wa pili ulirudia chang'aa kama kawaida. Mihadarati kama kawaida. Matendo mabaya kama kawaida. Ulipokuwa jela ulikuwa umeokoka. Kutoka nje wokovu ulitupa mbali. Karudia kikundi. Karudia kikosi chako. Cha wajanja wa mtaani. Basi Mungu anakupa maonyo leo. Nakwambia watu wanao kosa kumsikiliza wanakuwa waovu hata baada ya kuona msaada wa Mungu. Wanakuwa na ushupavu wa moyo hata baada ya kusaidiwa na Bwana. Wanafuatana na mabahari hata baada ya kusaidiwa na Mungu. Watafananishwa na kitambaa ambacho kimeharibika na hakifai kwa lolote. You cannot put it anywhere to be used. Mungu anasema watafananishwa na maisha kama hayo. Angalia sana mpendo usio mmoja wao. Tuachane na ushupavu wa mioyo. Na ile roho ya rebellion tuachane nayo. Na kufuata miungu mingine. Kutegemea vitu vya kubeba mfukoni. Ya kuvaa kwa mikono. Kuvaa shingoni. Kuna watu wana chaini kwa shingo nafikiria ni urembo, kumbe wengine ni miungu yao. Wengine wanapeta mikono nafikiria za harusi, kumbe ni miungu yao. Wengine wana vitu mikononi nafikiria ni urembo, kumbe ni miungu. Sasa unamwacha Mungu aliyekutoa tumboni, unabeba kitu cha kuvaa mkononi. Hata kwamba ndio kinga yangu, ndio msaada wangu. Unafuata miungu mingine. Na unamwacha Mungu ambaye ameshikamana na wewe from Yamalafu mpaka leo hajakuacha bado. Lakini wewe ulishamwacha. Unafahamu kutembea kwa njia ya miungu. Njia isiyofaa ni hasara sana wapendwa. Tufanye hima tubadilike watu wa Mungu. Tutaangalia ile njia isiyofaa. Anasema watakuwa kitambaa ambacho hakifai kwa lolote. Watakuwa kitambaa ambacho hakifai kwa lolote. Mtamu. Ukanunua simu mpya. Alafu ile simu ikahanga. Na izime software. Hata kama ni mpya, it is good for nothing. Haina msaada mwingine. Watu wa Mungu, unaweza kuwa na kazi, lakini kama unafuata miungu mingine, unaishi kwa ushupavu wa moyo wako, unakataa kusikiliza maneno ya Mungu wako pamoja na kazi uliyonayo, to bear witness from God, you are good for nothing. Wazuri wote tuko nao, kama Mungu tumemwacha, we are good for nothing. Our tomorrow is worse than our yesterday. Hata kama tuna cheo, tuna kwenye serikali, tuna umaarufu fulani, tuna business hapa na pale, kama Mungu aliyeshikamana na sisi hatuambatani na yeye, tunaishi kwa ushupavu wa mioyo yetu, tunajishauri na kujiongoza, na wala Mungu akitupeana mwongozo wake hatuutaki. Tomorrow we are good for nothing. Hatutafaa kwa lolote pamoja na kila kitu ulicho nacho. There is a place called throwing away your glory. Mungu akauliza watu katika Isaia, wale utukufu wenu mtautupa wapi? Mtautupa wapi? Kumbe kuna masaa mpendwa, utukufu tunaweza kuutupa. Kuna mwanabiashara mmoja alikuwa hapo Kenya, mkubwa sana. Alipokuwa amekaribia kufa, akabahatika kuojiwa na Jeff Koinange.
Na alipokuwa anauliwa alisema maneno haya, akasema kama chokora angenipa mwili wake na mimi nimpe mwili huu na utajiri wangu ningekubali. Lakini hata kama alisema hivyo bado alikufa. Still Christ will be died. Alitambua mali ni ovyo, useless when it is too late. Akatamani mwili wa chokora na maisha ya chokora kuliko maisha yake ya utajiri na mwili unateswa na unakaribia kufa. Lakini haya aliyatambua very late. There are people who recognize that the things of this world, they are nothing minus God. Na itakuwa too late. Kuna watu wanatambua pesa ni bure bila Mungu, na watakuwa too late. Kuna watu wanatambua biashara, kazi za dunia, chochote tukata umweli bila Mungu ni bure. Kuna watu wanatambua, lakini itakuwa too late. Too late. Bwana msaidie usiwe miongoni mwao. This world is vanity. Nikisali mpenda huyu Mungu ambaye anashikamana nasi sampuli ya mshipa kiunoni, na sisi tusiwe visirani kwake. Unajua hata ukiinua msipi unauvunja unaregea, unaukasa unaregea. Yaani msipi kisirani sana. Sasa itabidi hata kama ulinunua bei kali utautupa. Kwa sababu sasa kama benti yenyewe haishiki, taifanyia nini? Na itupa na huko unanunua nyingine. Sasa kuna watu duniani mbele za Mungu tunafanana na mshipi ambao unafungwa kiunoni, hatua kidogo umelegea. Tena mwenyewe ameukaza umelegea. Sasa inabidi mwenyewe anautupa. Badilika mzee. Badilika mama. Muda ni mfupi. Kijana badilika. Talia sana. Hivi karibuni nataka tambua kumbe misuri ya ujana ni ya muda. Nguvu za ujana ni za muda. Takuwa toilet. Nataka tambua kumbe maisha ya dunia yanakontroliwa na Mungu. Hata ukiona una pesa ujue ni Mungu amefanya uwe nazo. Ukiona unakula unaenda choo ujue ni Mungu amesababisha. Iko na siku mpenda utafika mahali utakuta mambo yamegeuka. Utaambia Mungu, hata Mungu sina haja na chochote, nina haja na wewe. Mungu atakwambia too late. For the time I needed you, you were stiffening. Wana wa Israeli walimwambia Musa, mwambie Mungu tuko tayari, sasa tutaenda. Wakaanza safari wakapanda mlimani. Musa akamwambia msiende, maana Mungu amekataa. Na alisema wako tayari, wakaanza kwenda. Maandiko yanasema maadui walitokea wakawafurusha wakawafa. Barabara ambayo majasusi walipitia wakaenda Kanaani, wakakaa 40 days, wakarudi tena jangwani, hawakupata hatari, lakini disobedience ilifanya watu walijaribu kuenda wakapigwa. Mungu mpea nafasi, muda ungalipo. Wacha dhambi zako, muda ungalipo. Mtumikie Mungu, nafasi ingalipo. Unakuja wakati unatamani sana sauti kama hii ya kukuambia geuka, sauti kama hii ya kukuonya, lakini itakuwa too late. Utatamani sana upate mtu akwambie give your life to Jesus, but it will be too late. But thank God today you are listening, but you can hear me today and change. Na kuambia sana Mungu amsaidie na anisaidie sana mimi pia. Tufungue watu ambao Mungu anashikamana na sisi tunakosa kufuatana na yeye. Tunakosa kuambatana na yeye. Lakini Mungu atusaidie sana. Anaposhikamana na sisi kwa kutusaidia kwa njia fulani, hata kutuamsha asubuhi, hiyo ni muujiza mkubwa sana. Na sisi tuwe watu ambao tutaambatana na huyu Mungu kwa kuyasikiliza maneno yake na kuyatenda, ili akawa maisha yetu yaendelea kuwa ya sifa, ya utukufu, na tufanyie kuwa jina. Akibaki hapa siku ya leo, wana muda wangu na kushi. Elewa hivi,
Mungu angependa sana kukupa jina, angependa sana kufanya wasifa na utukufu, lakini wewe umekataa kusikia maneno yake. Umekataa kuambatana na Mungu. You are learning from people. When you see others do is what you are doing. You copy what the world does. Ndio maana sasa maisha yako badala yawe na sifa, hayana sifa. Badala uwe na jina, hauna, ni kudharauliwa. Badala uwe na utukufu, sasa unaona fedheha. Ni wakati wa kutubu na kufuatana na huyu Mungu. Tuambatane na huyu Mungu ili tuweze kuona sifa maishani mwetu, utukufu na pia jina. By the special grace of God, mimi nafika hapo siku ya leo na kuacha nayo machache utafakari, nisikuchoshe na mengi. Kuacha nayo machache utafakari. Itakuwaje mimi mwanadamu Mungu anisaidie na ni mwasi Mungu? Itakuwaje? Itakuwaje Mungu anitetee na mimi nisimpendeze Mungu? How comes? Nisiri kutafakari na kufanya uamuzi na kushikamana na huyu Mungu, kuambatana na yeye kwa kila tufanyalo. Hata kwa hizo biashara zetu tuambatane na Mungu. Kwenye kutafuta kwako ambatana na Mungu. Usimwache Mungu katafuta riziki. Unaweza kuipata lakini bila Mungu ni mateso bado. Usiache Mungu kufuatana na biashara zako. Hata zikinawiri kama Mungu ulimwacha bado ni mateso. Bado ni mateso. Tuambatane na huyu Mungu aliyeshikamana na sisi. Maana anasema ndani yake tunakwenda na tunakuwa na vyote tulivyonavyo. Kwa hiyo Mungu amejishikamanisha na sisi kama mshipi kwa kiuno. Na sisi anatarajia tutaambatana na yeye kwa kusikia maneno yake na kuishi kulingana na vile anavyosema. Ni vizuri tufanye kama inavyopaswa katika neno la Bwana. And the benefit will be ours. Pale tuanze kuomba. Mungu angatusamehe kwa sababu ya kukosa kushikamana ama kuambatana na Mungu. Baada ya yeye kushikamana na sisi, atusamehe na atuondolee uovu, atuondolee ile rebellion, atuondolee ile roho ya kufuata ushupavu wa moyo, kiburi, na mtenganishe na miungu, akatufanye tukaambatana na yeye, ili kesho isiwe kesho ya uharibifu, bali ni kesho ya sifa utukufu. Na Mungu atupe jina kwa jina la Yesu. Mahali ulipo tuamini tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante kwa wale wamegusa wakasikiliza. Naomba neno lako litie nguvu, nalo limefika likafanye kazi. Yaonekane ushuhuda na mabadiliko. Nasema sitakuwa ni zako Bwana. Utusamehe Bwana Yesu kwa kukosa kuambatana na wewe uliyetusaidia. Utusamehe na utubadilishi. Ya roho ya uovu tuondoe. Rebellion Jehova akamtenge nayo. Kufaa kwa ushupavu wa moyo tuondolee. Na miungu Bwana tutenganishe nayo. Utusababishe tukaambatana na wewe kwa kila jambo. Kwa kusikia maneno yako Bwana na kuyatenda. Ili tuweze kuona sifa na utukufu na ile heshima umetuandalia Bwana. Kwa maana wewe ndiye mwenye uwezo wote. Neno lako litie nguvu lifanye kazi. Mahali yako zidi kutulinda na kupatawala. Kila sikiliza ukamuonekania. Walio mbali Bwana ukawasogeze karibu na wewe. Walio karibia ukawapa kudumu katika wokovu. Kwa maana mamlaka yana wewe. Mishale ya shetani kinyume na injili I reverse back in the name of Jesus. Neno lako likadumu mahali hapa na likakamilisha kusudi lako Jehova, ili kuokoa na kubadilisha watu wako. Na sifa na utukufu tutakurudia Bwana. Masaa ya mbele tunaomba baraka na amani. Mikasa mikosi tunakataa.
magari barabarani tunakataa, kile hujalipangia leo kikamrudia aliyekipanga mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana Bwana amesikia na umetenda. Waendelee na utukuze na wabudi na waheshimiwe. Damu yako itufunike na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama na uwezo, mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama na uwezo, mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwa sana. Mungu wa amani kutendee mema na kujalia kibali cha kuona ushindi. Ukiona ni mbaya usitende. Unapokuwa shida, vumilia. Usiache kuomba. Endelea kumwomba Mungu, na unapomwomba Mungu mwambie ukweli wako wote, atakusaidia.